Hata wewe uliyesema sasa Rose afanye nini, na mimi mashauri yako humo. Hata kama ametengana mume wake, atulie, asiolewe tena. Na mimi haya tuliosema huko, hata familia, hata kijana ameshajua cha kufanya. Kwa watarudiana tu na huenda wataishi maisha bora. Ushauri mwingi uko ndani ya haya niliyoyasema hapa. Nahisi hata mlionielewa, hasa mlionielewa, itakuwa mmenielewa sana. Kama si kwa kila kitu, basi kuna eneo nyeti nimekugusa sana katika maelezo haya. Hongera sana kwa kunisikiliza. Najua wengi mna ustahimilivu wa kunisikiliza mpaka mwisho. Jipongeze uliyesikiliza mpaka mwisho, ujiambie nimesikiliza mpaka mwisho, nimejifunza hasa eneo 1, 2, 3. Na hata ukiwa na swali utauliza. Asante na hongera kwa kunisikiliza. Je, mwanamke aliyeolewa kuwa na huduma yake au kuwa na kazi yake au kuwa na biashara yake, ni kweli hawawi na adabu stahiki kwenye ndoa? Ni kweli ni vigumu kudumu kwenye ndoa? Jibu ni ndio. Ni 100% kubwa. Sasa usianze kunitukania hapa. Naomba vumilia kidogo tu. Nadhani ndani ya dakika 10 nitakuwa nimefafanua kitu ambacho utakubali. Nimalizie hii naileta kwa sababu ya nimeona moja post ya Rose Shaboka. Unaona amejeleza jinsi wanaume, familia ziamini katika mwanamke na nini. Sasa nitafafanua kidogo hapo ili tuelewane, lakini nimalizie kuzikaanga familia ambazo kimsingi kwa Afrika nimeona comment nyingi hasa familia maskini, lakini kwa ujumla tuniseme Afrika, vitu vinavyoongoza kuharibu ndoa za wanandoa ni viwili vikubwa: ni zinaa na familia. Zinaa na upande mmoja wa familia, hasa upande wa mwanamume. Mimi kiujumla, dada zangu mimi niwasimamia sana. Ni mtoto wa mwisho kuzaliwa kwa mama, lakini kama ndiye niliyekuwa na uelewa mzuri. Kwa dada zangu ilikuwa vigumu sana kuteswa na familia ya mwanaume. Nilikuwa nawapa adhabu kali mwanaume na familia yake. Kwa nini? Mama yangu mimi aliteswa sana, alafu alinifundisha mimi nistese kabisa mke. Ndio maana mimi pia nimemlinda sana mke wangu sana, asiteswe. Nimemlinda sana. Kwa hiyo na wewe ulikuwa unaingilia ndoa za watu. Nimekwambia hapa nadili na familia ya upande wa mwanaume. Mara nyingi mawifi, mashemeji huwa wanakuwa na access kubwa kumtesa mwanamke. Yani wanajionaga wana haki, aidha kwa sababu wanaishi tulikutolea mali, tumekooa, unaharibu maisha ya ndugu yetu, unaharibu ukoo wetu, na takataka nyingi hizo. Ni mara chache sana upande wa mwanamke kwenda kuharibu ndoa, vingine vitu kama wanaenda kuomba misaada na kuishi pale. Mara nyingi upande wa mwanaume ndio unaoharibu ndoa, kwa sababu nyingi za haki nyingi ambazo wanajiona wanazo. Lakini niwafahamishe kwa mujibu wa andiko katika Mwanzo 2 mstari wa 24, sema kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Atawaacha, ambacho mnatakiwa mfahamu familia mwanaume, huyo mtoto wenu mlimlea, ndio mlitegemea angewasaidia, ndio anapooa kwa mujibu wa Biblia anawaacha.
hatutunzi kama alivyokuwa anatutunza alipokuwa peke yake. Anaacha kila kitu. Anatunza tu familia ya upande wa mwanamke. Zingatieni, cha kwanza amewaacha. Lakini Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hata iacha akiwa mzee. Kama mlimlea mtoto wenu, mlitimiza wajibu wenu sawasawa, hawezi kuwasahau. Anaweza asiwape mnavyovihitaji, asiwape kwa namna mnayohitaji, asiitikie kuja kwenye vikao, kwenye taratibu za ukoo kama mnavyohitaji. Kama mlimlea kwa namna impasayo, atakuja kufanya jambo la maana tu kwenye familia yenu. Lakini sio mwe mnadai kama haki yenu kukontrol maisha. Zingatia neno amewaacha. Na baada hapo Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, wakiwemo wazazi, wakiwemo mashemeji, waiheshimu. Mkitaka kuheshimiwa, Biblia inasema Waswahili kwanza mitaani wanasema jiheshimu tutakuheshimu. Siri ya kuheshimiwa, ukitaka kuheshimiwa, ni mzazi, sisi mashemeji, si mawifi, unaheshimu wazazi, heshimu. Cha kwanza kabla hujaheshimiwa, kwanza heshimu. Kabla hujaheshimiwa, cha kwanza uwe na adabu, uwe unaheshimu. Heshimu. Cha kwanza kabla hujaheshimiwa, jiheshimu. Kujiheshimu ni nini? Kujiheshimu ni kufanya vya maana, kufanya vitu ambavyo mtu anaweza akaacha akili yake namna anavyoendesha mambo akaja kuiga unavyofanya wewe. Huko ndo kujiheshimu. Ukijiheshimu, watu automatically watakuheshimu. Lakini usidhani kuheshimiwa utaheshimiwa tu kwa sababu wewe ni baba, kwa sababu wewe ni mama, wewe ni shemeji, wewe no. Unapofanya mambo ya hovyo, usipojiheshimu utafanyiwa unavyostahili. Ndio maana mtu anasema niheshimu, usinidharau. Mtu anakudharau sawa na unayoyafanya. Zingatia hili. Huyo mwanaume imeandikwa tawaacha baba na mama, taambatana huyo mwanamke, ataenda kuwa mwili mmoja naye. Ni anawaacha kwa kila kitu. Ila mimi na hakika mwanaume mwenye akili kama za kina sisi, mimi siwezi kumtupa mwanadamu yoyote, na hasa mzazi aliyekuwa amejitoa kwa mambo mengi. Nitamuonyesha msimamo kwa mambo ya hovyo, kwamba huyu niliye naye anaona kwa ukaribu kuliko nyie mlioko mbali. Anaona kwa ukaribu mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo huyu si mbaya kwangu. Mimi katika kuchunguza kwangu nilichunguza mtu anayeweza akalea, akachochea hiki nicho nacho. Katika Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa ngapi? Mstari nianzie wa 30b. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Mungu mwenyewe ukimheshimu atakuheshimu. Ukimfanyia fyonko atakuhesabu sio kitu. Kwa naomba uelewe ya kwamba huyo mwanaume anakuwa hajaolea ukoo, anakuwa amejiolea yeye, na anapooa anakuwa anawaacha. Kama mlimlea katika njia impasayo, ama yeye mwenyewe amekutana na njia impasayo, hawezi kuwatupa milele. Anaweza akawatenga kwa muda ili ajenge, kuimarisha kwanza familia yake au imarishe maono yake, lakini bado kama kuna namna atazifaa jamii zingine, atarudi tu, atawafaa kuliko matarajio yenu. Sasa nimedefend sana upande wa mwanamke kwa sababu ndio wahanga wakuu. Na wewe mbona uliingilia? Niliingilia dada zangu. Kumbuke nina kaka zangu wameoa, wake zao hawajawahi kuonja joto la jiwe kutoka kwangu, hawajawahi. Lakini dada zangu walikokuwa wameenda, kwa sababu nilikuwa najua wameenda kuteseka, niliwalinda na sijuti hilo. Ukinishutumu wewe nishutumu hilo, niliwalinda dada zangu, na walikuwa nafahamu kabisa waume zao na ndugu zao wakisikia, wakijua habari za uwepo. Tena wakati wa maskini jeuri, sina kitu, ila niliplay party ya baba.
chekesha kitu kimoja. Baba waume za dada zangu walikuwa wakiwatesa, wanafanya vyonko, wanaweza katoka nje ya ndoa akafanya chochote anachotaka. Mabinti wakija kwa baba ana take easy tu, mambo ndio alivyo, kwa sababu naye pia alikuwa na tabia za aina hiyo. Hasa wanaume wakija wakamnunulia tu pombe, wakampa hela, anaambia wewe binti nenda kwa mume wako. Ilifika maana nilipoka mamlaka ya mzee. Niaza mzee unawapeleka watoto kwenye mateso kama ulivyomtesa mama. Mimi ndo muamuzi. Sasa kwa Nyakyusa mtoto wa kiume hata akiwa mdogo huwa anakuwa ni kama baba. Sasa mimi nisingekuwa muamuzi kwa sababu mimi ni wa mwisho. Palikuwa na vijana wa kiume 3, wawili, mmoja baada ya kufariki wakabaki wawili wengine wakubwa kabisa kwangu. Lakini kwa sababu wale walikuwa wajishughulishi na mambo ya watu wengine, mimi tangu niokoke maisha yangu najishughulisha na nisione mtu mwingine anateswa au kuumizwa. Kwa hiyo shemeji zangu na ndugu zao walikuwa nafahamu kabisa, yani dada wa yule wasiguswe kuteswa, kwa sababu anao uwezo wa kumwamuru dada yake akakaa nyumbani kwake au nyumbani kwa wazazi, na huyo dada asitoke isipokuwa kwa sauti yake. Dada zangu pia walikuwa wananiheshimu sana, kwa sababu walikuwa najua nina upendo wa kweli. Kwa hiyo nikiwaambia kaa nyumbani kwangu, watazunguka washemeji, watatubu toba zote, na wakifika nyumbani hawatarudia tena kumtesa. Sasa nilikosea kiasi gani? Utapiga spana zako. Tutakuja kuchambua siku nyingine. Leo nimetaka nichambue, najua nimeshachelewa sana, lakini naamini tutajifunza jambo. Nataka nichambue mwanamke akiwa na huduma yake, kazi yake, kanisa lake, huduma yake, biashara yake, hawi na adabu stahiki. Ni vigumu kudumu kwenye ndoa? Jibu nimekuambia ni ndio. Najua hii inaweza kuchukuliwa advantage kubwa sana kwa wanaume wa koroni, wenye hali za ukoroni. Sijui kama leo nitapata nafasi ya kutosha kuchambua upande huo, lakini leo ngoja nionekane na mbinye kidogo mwanamke hapa mwanzoni. Ngoja nikupe mfano miwili. Jana nikusomea andiko, ama kwenye clip iliyopita nilipokuwa nazungumzia habari za kina Roy Shaboka, nilisoma andiko hili ambalo nirudie tena ama kwa sababu nilisoma, najaribu kuangalia muda hapa, nisikuchoshe sana. Katika Petro wa kwanza sura ya 3, nianze tu mstari wa 5, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, bali kujipamba kwenu, mstari wa 4, kujipamba kwenu kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole, utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana. Nataka tuelewane hapa penye upole, na roho ya utulivu. Upole ni hapo kinazungumza ni kitu cha aina moja, ni utulivu kabla ya kufanya maamuzi, kukubali vipotee vya kwako. Utakapokuwa unataka ukitangulize kimoja wapo. Mara nyingi mwanaume alitanguliwa kuumbwa, mwanaume ndiye kichwa, ingawa wengi hawana sifa za kuwa kichwa, na hii inawapa wakati mgumu sana wanawake ambao wana akili zilizonyoka. Kama huyo ambaye unakuta pengine mwanamke anapigwa na upande wa familia yake, hana uwezo wa kumkinga. Hiki sio kichwa. Anampinga mwanamke asifanye biashara, asiwe na huduma kubwa, lakini yeye mwenyewe hana uwezo wa kufanya kila ambacho mwanamke anakiona angeweza kufanya. Huyu sio kichwa. Utanielewa vizuri, lakini bado niko pale. Mwanamke kuwa na huduma yake, kuwa na kazi yake na biashara yake,
huwa mara nyingi, asilimia kubwa, hawi na adabu stahiki inayoweza ikafanya ndoa ikadumu, na hata ikidumu itakuwa ya misukosuko. Mara nyingi ndoa huwa zinakufa. Ngoja nikupe mfano wa kikoroni. Nianzie kwa mke wangu. Mimi mke wangu hanaga huduma yake, anaga kazi yake. Nadhani wote mnafahamu mke wangu ni mwimbaji. Huwa anaimba tu vizuri. Watu wengine wameidiriki hata kusema huyu mwanamke anaimba vizuri kuliko hata mwanaume. Nadhani mnafahamu mke wangu ni mhubiri. Huwa anahubiri mara kadhaa kanisani na mahali pengine, mahali kusifiwa kuhubiri vizuri kuliko mimi. Mke wangu pia ni mfanyabiashara, huwa anafanya kazi zake. Kuna wakati amefuga makuku zaidi ya 500. Nikisema 500, mimi maisha yangu sio mazuri kivile, lakini ameendesha maduka ambayo kwa 100% anaendesha yeye mwenyewe mpaka sasa hivi analo. Anasimamia watu wengine na tuko tayari kifanyike chochote, lakini ni la kwake. Yeye ndo msimamizi, ndo anayejua kila kitu. Lakini mke wangu ni kama wale wanawake wa zamani walivyokuwa hawa niliokosomea hapa. Wanawake hao, na mama yangu mzazi alikuwaga hivyo. Wanawake wa zamani, ndoa zilidumu kwa sababu hata cha kwake alikuwa radhi kitumiwe na mwanaume anavyotaka mwanaume, ila yeye kikubwa tu akae pale kwenye ndoa, atunze watoto au watoto wakulie kwenye eneo ambalo baba yupo, mama yupo. Najua sasa hivi mnasema mna akili nyingi, lakini katika akili nyingi ujue pia ndoa hutakuwa nayo. Ndoa na maisha yanaenda kwa lazima awepo mjinga. Nitakuja kuweka vizuri. Panauma sana, nafahamu panauma sana kukaa na mwanaume lijinga. Unakuta una maono, ungefanya biashara kubwa kiasi kile, ungefanya huduma kubwa kiasi kile, ungefanya kazini kubwa, lakini mwanaume lina wivu, lina kutriti na kubana. Nafahamu inavyouma, lakini kujulishe kwamba wewe ni single mother ajaye. Alafu kuna wakati utakuja kutamani kuishi na mwanaume mkoro ni hivyo kuliko usingle mother, au utakapoolewa na kule na kujikuta koto na haribu. Ni chungu lakini dawa. Mimi na mafundisho fulani ambayo naamini kabisa huwezi ukapata kwa kirahisi duniani huko, kwa sababu mimi mwenyewe ni sehemu ya mafundisho hayo, mimi mwenyewe ni sehemu ya maisha hayo. Ndio maana mara nyingi na ujasiri wa kufundisha hayo. Ni chungu lakini dawa. Mimi mke wangu mpaka huwa namwonea huruma sana. Huwa namwambiaga mara kadhaa kwamba haukuwa sasa wa kupatwa na matatizo kwa sababu ya maisha yangu, kwa vile ulivyoyatoa maisha yako kabisa. Lakini pia ufahamu kuna watu ambao wanasema na ningepata mwanamke kama pia fahamu, mimi mwenyewe na huruma nilivyojitoa kwenye maisha yake. Nisipokuwepo, sidhani, naamini hata yeye anajua, hata yeye mwenyewe ukitaka alie basi muonyeshe hilo, mimi sitakuwepo. Hakuna mwanaume anayeweza kuwa na moyo kama nilio nao, kuhendo mwanamke kama ninavyomhendo yeye, lakini pia kama alivyoona nimehendo hata waumini wangu ambavyo wameishi kwa namna nyepesi kwa sababu ya huruma nilio nayo, nilivyowasimamia kwa waume zao. Mke wangu katika biashara hizo, nianzia biashara, katika kuku waliowahi kufuga na mambo mengi amewahi kufuga, kutunza pesa ya kila aina, hawezi kutoa pesa yoyote kutumia chochote, hata kununua nguo yake, mpaka niombe kibali. Yani acha kutuma kwao ndo kabisa wana maisha ya shida, lakini anafanya haoni. Hao ndivyo wanawake wa zamani walivyoishi. Ndiyo, ni ushamba, ni ukoro, lakini ndivyo ambavyo ndoa
mara nyingi ikiwa na kiujinga cha aina hiyo hudumu. Mke wangu, mama yangu mzazi, baba ilikuwa akifuga kuku, anaweza akauza, akaenda kunywa pombe, akaenda kuhonga hata wanawake kule. Mama alikuwa hashtuki, anakaa tu, anasema ngufuira bana, nitaishi hapa itu watoto wakulie eneo ambalo baba yao yupo, mama yao yupo, mateso nitayapokea mimi. Zamani mama alikuwa anapika pombe, mzee alikuwa anakuja na chota tu pesa, alikuwa anapika pombe kila Jumapili, ilikuwa inauzwa hapo nyumbani ili sisi tule. Sisi tumekula ugali na pombe. Acha ile kikando ile wanapoiandaa pale, acha pombe ikiwa bado ya sukari, acha ikichachuka moto humo tumepita. Ule yale mauji ya pombe yale, ulezi ule tumekula, ugali wa ulezi tu ambao umesagwa, ulezi baada ya kupikwa. Tumeishi maisha fulani ambayo mama akiwa anapika pombe, mzee anapouza, mzee kwanza hiyo siku ya Jumapili anaenda kunywea kwingine, anachukua sehemu ya mauzo ya mama, pombe za pale nyumbani hazinogi, anaenda kunywea kwingine. Mama hayo aliyastahimili kwa ajili ya watoto wakulie sehemu ambayo baba yupo, mama yupo. Hapo achilia vipigo, naongelea mali. Mama alikuwa anafuga kuku, yani tuache vilivyopo nyumbani, yanauma. Najua mabinti wengi kama ndio hivyo po hatuwezi. Mama alikuwa anafuga kuku, anafuga chochote. Tulikuwa na kahawa, kulikuwa na ndizi. Katika mzee ambaye alilima sana miaka ya 90, 92, mzee Dickson alilima sana. Mama alikuwa anabeba mbolea ya samadi kupeleka shambani. Kahawa tulikuwa tunachuma sisi, mzee kidogo tu ameshaenda kirabuni, kidogo tunachuma sisi, tukiuza. Unaweza kununuliwa kilo ya nyama tu na sukari na mchere, ndo 300-400, pengine akawapa na 1000 au 500, ila mauzo pengine ni 200,000. Akatumia kama 10,000 hivi au 15,000. Watoto wote pamoja na mke wake mkapewa hiyo 10,000 pamoja na nyama na nini na vingine 12,000, 13, sababu wakati wa nyama pengine kilo 100. Zilizobaki zote zinaenda kuungua kwenye starehe. Mama mwaka kwa mwaka alichuma kahawa, mwaka kwa mwaka alibeba samadi akapeleka shambani. Kwa bahati mbaya mzee nguvu zikawa zinaendelea kumwishia. Mzee alifariki kwa miaka 80 hivi. Nguvu zikawa zinaendelea kumwishia, lakini starehe hazibadiliki. Shida zinaendelea kuwa kubwa. Mimi nilipookoka kidogo hayo nilizuia, sababu mimi siamini mwanamke kuteseka. Nilizuia ukweli, nilimzuia mzee. Sasa mzee kama mama atakuwa anapeleka mbolea shambani, mimi ni wa mwisho. Watoto wengine wote walikuwa wanamuogopa mama, anasema mwiko. Mimi nikasema hapana, mama, nguvu zimeisha sasa hapa. Nguvu zimeisha. Kama atapeleka mbolea shambani, uhakikishe kuna sehemu ya fedha utakuwa unampa kwa ajili ya matumizi. Mzee nikasema sasa ng'ombe ni wa mama, ng'ombe ni wetu sisi watoto. Wewe wako wote ushauza kwa starehe. Ng'ombe ni kwetu sisi. Hii samadi tunaisha mama na shamba lake la baba yake alimpaga kashamba kadogo. Samadi tutapeleka kwa shamba la mama limlishe. Mzee paraka kali toeni ng'ombe. Mimi niliwatoa ng'ombe. Paka mzee baadaye alikuja kushika adabu, tukanunua shamba tofauti, tukaweka ng'ombe hapo, likawa lina hudumia hilo shamba KK kule Tukuyu. Baada ya hapo kinachopatikana mle wakawa nakula pamoja. Basi mzee mpaka mwisho alionja maisha ya kula vizuri, kwa sababu vile vitu vilitumika vizuri, lakini nilimdhibiti
kwa namna ambayo ungeweza kusema nimekosa adabu. Sasa nimejaribu kukuonyesha familia, wazee wa zamani. Najua wanawake wa sasa hamwezi kukubaliana hiki ninachokisema, lakini sababu kubwa ni aina ya wanaume mlionao. Sababu kwa mfano waliponisikia hivi wenyewe wameishia tu, umeona. Sikiliza, mimi mke wangu pia upande wa pili ninavyoishi naye, ni kweli na crush mawazo yake mengi sana. Angetaka kufanya hiki mpaka aje akipime kwangu, nataka kufanya hivi, nasema hapana, twende tufanye hivi. Mingi nadhani kwa huduma ya uimbaji angekuwa naye anazunguka huko, napima wote wenye huduma ya uimbaji, ya uchungaji na ubiri ya kwake wenyewe. Hebu angalia kama ndoa zipo. Mimi kuna vitu ambavyo mke wangu akianzisha wazo anataka kufanya kitu fulani, kuna vitu wanamwambia mke wangu, naomba tupime, umeshaanza, naomba tupime mbele, mwisho kutakuaje. Tukiangalia pamoja mwisho kutakuaje, utakuta naye anasema hapana, hebu tufuate hicho cha kwako. Lakini pia mimi ni mwanaume ambaye wakati mwingine akikaza tu, hapana, mimi nitafanya hiki, najaribu kumuonyesha mwisho. Simuonyeshe kwa sababu pia na mke wangu pia ni wala kina Sara mwenye adabu na heshima, kwa vingi anaitikia. Lakini akifika mara anasema hapana, akanifafanulia hiki faida zake ni 1, 2, 3, 4, kinaweza kawa hivi, kikawa hivi, au anaweza nikamwacha. Akifanya baadaye akaona madhara, anarudi asema nadhani mawazo yako ndio yaliyokuwa sahihi. Ikumbukwe mke wangu katika vyote anavyohangaika navyo, hapiganii apate yeye, hapiganii ajirembe yeye, hapiganii apendeze sijui, kwa sababu na mimi pia sio limbukeni wa kutaka mwanamke mpaka aonekana. Mimi nataka tu mwanamke awafae watu, mwanamke awe faida kwa watu, kwa sababu kuwa faida kwa watu ndio kuwa faida kwa Mungu. Watu hao ukiwafaa, kuna wakati watatufaa, kuna wakati watakufaa. Ndio maana mimi hata kama sitakuwepo, najua watu watamfahamu, lakini wengi inawezekana kwa sababu watakuwa na maumivu yasiyo mithirika, wataamini wanaweza kumfariji kwa namna za kishetani, lakini aishivyo tu Mungu, aishivyo Mungu aliyeanza kazi njema ndani yake, yeye ajua. Lakini nakujulisha tu kwamba wanaume wengi hamuna uwezo wa kufanya mbadala wa anachofanya au alichotaka kufanya mwanamke. Kwa mwisho wa siku nasema tu mimi kichwa, amna, una sifa za kuwa kichwa. Wanaume wengi hamna sifa za kuwa kichwa. Laiti mungejua, mungeunga mkono maono ya wake zenu. Kama ameanzisha kanisa, nenda tu pale. Kama uwezi wewe kwanza kanisa likawa na ukubwa ule, nenda tu kawe muumini pale. Mwache yeye awe msemaji hapo kanisani. Kama biashara ameanza, kama kuna kazi anafanya, anachelewa kurudi, pika tu, mfulie tu nguo, mnyoshe. Maisha ndio yanavyokwenda. Mimi mke wangu anafahamu hilo, namfulia, namnyoshea katika vitu ambavyo huwa ni vigumu kumdai muda wa kurudi, muda wa kupika. Hapana. Ingawa sasa mimi mke ni mke kweli, usipomdai, usipomsemesha hayo, yeye mwenyewe anajiongeza mpaka unamwekea mipaka kwamba hapana, ukiwa unafanya kazi hii yenye faida hivi, yenye uzalishaji hivi, concentrate kwenye hiyo kazi, usiconcentrate kwa huyo unayoita mume wako. Lakini pamoja na kumdhibiti hivi, hawezi sasa akafika mara akaanza penu tafikiri kimbuzi, bado anajilimiti katika kitu ambacho wengi wanasema, lakini naye mke ulioa kweli, lakini neema ya Mungu pamoja nami, sababu Mungu alinipa kufanana naye. Wewe mwenyewe pia vimasikio utafikiri vya mbuzi, Mungu alikupa mwanamke pia vimasikio utafikiri vya mbuzi. Wewe mwenyewe kumbuka tulikopita. Lakini hebu angalia pia maisha
Mungu akupe mwanamke mzuri. Mwanamke mzuri, nye uzuri pengine ni rangi na nini, mimi uzuri ni usahihi. Mimi nimeoa mke wangu akiwa na manundu, akiwa na maupere. Nilimuoa bila kumuona, nilioa kwa sababu ya tabia na uchaji wa mama yake. Yeye nilikuwa sijamuona miaka mingi, na siku ya kwanza nimemuona na miupere mikubwa usoni mieusi. Bado nisema naoa tabia yake, naoa maisha yake ambayo naamini ameyapata kwa bibi yake Loisi kama Timotheo, au kwa mama yake. Kwa hiyo sasa mi uzuri ni tabia, mtazamo, unyenyekevu. Mke wangu katika hali yoyote najua hakustahili mwisho wa siku awe na mwanaume ambaye atasababisha madhara na maumivu haya aliyoyapata kwa namna hivi alivyoumizwa. Lakini mara kadhaa nimemwomba radhi sana kwamba mke wangu, hukustahili kuwa na mwanaume ambaye angekuwa sababu ya wewe upate mateso, kwa sababu ya unyenyekevu, kwa sababu ya adabu ulionayo, chaji ulionao. Kwa jumla mimi si mwanaume ambaye nakufaa, kwa sababu nimesababisha madhara makubwa. Mimi ndiye nisababisha mwanao wa pekee auawe. Mimi ndiye nisababisha uishi mapolini kwa sababu ya moyo wako wa kumpenda Mungu, na umeamua kunipenda mimi kwa kiwango hiki. Kwa namna alipopita, maisha aliyopitia, kwa ajili yangu, niomba radhi sana mara kadhaa. Lakini yeye anasema nilichokipata kwenye maisha yako, kumwona mwanaume aliye tayari kutenda mapenzi ya Mungu, kusimama katika haki, kusimama katika Biblia, kupinga mabaya, kutetea watu wanaoonewa. Ni kweli nimeumizwa, lakini wewe ni mwanaume sahihi. Sijutii madhara yaliyotupata. Kwa kusoma Biblia naona waliosimama kama wewe walipatwa kama haya tuliopatwa nayo. Kwa sijutii. Ombi lake moja linakuwepo tu kwamba kama Mungu angependa basi angekutunza kwa ajili yangu. Sasa hilo mara kadhaa wanamwambia siwezi sasa kuacha wito wa milele ambao inawezekana kabisa. Wauaji wanaona damu yangu na kuniua mimi, pengine ndio jambo la ushindi mkubwa, na huenda Mungu ataruhusu hayo. Kiruhusu hayo mapenzi ya Mungu na yatendeke. Lakini kupitia mke wangu na maisha yangu, nimetamani niwafundishe. Na jambo hili mwanaume unaweza ukalianza, jambo hili mwanamke unaweza ukalianza. Mwanamke una mwanaume sasa, ambaye ni mkia, lakini anatamani kwa kichwa ufanye nini? Omba sana na unaingiza taratibu. Wazo la kwanza lisiwe niachane naye nikaolewe na mtu mwingine. Ulishaharibu tayari. Ulishaharibu mwanangu, na kuonea huruma, pole sana. Lakini hata kama utaondoka, usiende kuolewa haraka. Mume ataona thamani yako, atakurudia. Kwa hiyo cha kufanya, omba sana, lakini pia unajaribu kuingiza maono ulionayo taratibu. Akiyapiga, jifanye mjinga. Ulikosea pengine kuingia, uliingia vibaya, lakini kibadilishe hicho ambacho Mungu alikupa. Fundi mzuri ni yule anayekifufua kinachokuwa kimeshindikana kwa mafundi wengine wote. Mwanamke mzuri ni wewe unayeweza kunyenyekea chini ya mwanaume huyo mkorofi, na Mungu akatumia njia mbalimbali, na hasa kupitia unyenyekevu wako wewe kumbadilisha. Huduma inaweza ikafa, ndio
Biashara inaweza ikafa, ndio. Kazi inaweza ikafa, ndio, lakini ndoa utaiokoa. Na inawezekana mkafa maskini, lakini wenye heshima inayostahili. Wakati mwingine wanaume wanaofia kazini huko, kiujumla kazini, watumwa ambao mara nyingi hata mabosi huwashikashika na kuwafanyia vitu ambavyo pia vyaweza kuharibu ndoa. Kazini mnakosafiri, kwenye biashara, au mnaofanya nao biashara, kuingilia nao, kuna madhara ya hapa na pale. Kwa hiyo sina maana uviache. Najua mtateseka, utaishi maisha ya dhiki, lakini fuata ushauri huu. Ndivyo walivyoishi mama zetu wa zamani ambao nimekusomea pia hata kwenye Biblia. Wanaume, nimetoa mashauri. Nikiacha mwanya mkubwa zaidi, nitakuja kurudi tena. Hata wewe uliyesema sasa Rozi afanye nini, na mimi mashauri yako humo. Hata kama ametengana mume wake, atulie, asiolewe tena. Na mimi haya tuliosema huko, hata familia, hata kijana ameshajua cha kufanya. Kwa watarudiana tu na huenda wataishi maisha bora. Ushauri mwingi uko ndani ya haya niliyoyasema hapa. Nahisi hata mlionielewa, hasa mlionielewa, itakuwa mmenielewa sana. Kama si kwa kila kitu, basi kuna eneo nyeti nimekugusa sana katika maelezo haya. Hongera sana kwa kunisikiliza. Najua wengi mna ustahimilivu wa kunisikiliza mpaka mwisho. Jipongeze uliyesikiliza mpaka mwisho, ujiambie nimesikiliza mpaka mwisho, nimejifunza hasa eneo 1, 2, 3. Na hata ukiwa na swali utauliza. Asante na hongera kwa kunisikiliza.